Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imepata pigo kubwa ikiwa nchi ya Rwanda kwenye jiji la Kigali kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026, huku Simba Sport Club wakitumia mashindano hayo kama pre-season kujiandaa na michuano mpya ya mashindano 2026-2027, kujiandaa na ligi ya NBC Premier League, lakini pia kujiandaa na mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Simba Sport Club imeripotiwa kuwa na taarifa mbaya, na hili ni pigo kubwa kwa wana Simba Sport Club. Sasa twende tukatazame, je, kinini ambacho kimewakuta Simba Sport Club wakiwa kule Kigali kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Taarifa hii yote unaipata hapa Tubone Media. Ili upate undani wa taarifa hii, basi ungana nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama hapo chini imeandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa moja kwa moja tunaenda kule Rwanda kwenye jiji la Kigali, ambapo Simba Sport Club anashiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup, ambapo tayari imeshaanza kutimua vumbi, na tumeona Simba Sport Club amecheza mechi zake mbili na mechi zote mbili amesale. Next match anaenda kukutana na Singida Black Stars. Sasa wakiwa huko, Simba Sport Club tayari wamelipotiwa kuwa na taarifa mbaya, hususan kwenye mchezo wa mwisho ambao uliwakutanisha Simba Sport Club na Jamusi. Mchezo huo ambao ulimalizika kwa sare ya bila kufungana, sare ya 0-0, lakini pigo kubwa kwa wana Simba Sport Club ni baada ya kuumia kwa Shomari Kapombe, nahodha huyu wa timu ya Simba Sport Club, ambaye alipata majeraha ya bega na akashindwa kuendelea kwenye mchezo huo wa Jamusi, lakini ripoti zinasemekana Shomari Kapombe atakuwa nje takribani ya nusu msimu. Sasa hizi taarifa zimewashtua wana Simba wengi sana, na bado madaktari wanazidi kujishughulisha na wanazidi kupambana kwa kadri wawezavyo. Shomari Kapombe alipata majeruhi kwenye mchezo dhidi ya Jamusi, mchezo huo ambao ulimalizika kwa sare, lakini Shomari Kapombe hakuweza kuendelea na mchezo huo. Sasa hilo ni pigo kwa wana Simba Sport Club, kwa maana wanatumia mashindano hayo kama pre-season kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa mashindano wa 2026-2027, na Shomari Kapombe ana msaada mkubwa sana kwenye safu ya ulinzi ya wekundu wa Msimbazi. Hilo ni pigo moja, lakini pigo lingine ni kwa Selemani Mwalimu, mshambuliaji huyu ambaye Simba Sport Club walimsajili kutoka Wydad kwa mkopo. Sasa sintofahamu imeingiliana kati ya Wydad na wekundu wa Msimbazi baada ya Selemani Mwalimu kumaliza mkataba wake wa mkopo ndani ya Simba Sport Club, na Selemani Mwalimu yupo tayari kwa ajili ya kuledea Wydad Casablanca, huku Simba Sport Club bado ikiendelea kutaka huduma ya Selemani Mwalimu kusalia pale Simba Sport Club. Sasa mvutano umeendelea kati ya Wydad ambao wanasema wapo kwenye mpango nao wanamtaka Selemani Mwalimu, huku Simba Sport Club wakiwaomba Wydad kuongeza mkopo kwa Selemani Mwalimu ili aweze kusalia ndani ya Simba Sport Club. Sasa hili ni pigo la pili, kwa maana Simba wanahitaji kuimarisha safu yao ya ushambuliaji, ndio maana wakamsajili Dumbia, ambaye Ibrahim Dumbia, ambaye naye anakuja kuimarisha safu ya ushambuliaji. Ni mshambuliaji huyu, lakini Simba Sport Club bado wanahitaji Selemani Mwalimu kwa uwezo wake, pia kwa kasi yake na mchango wake mkubwa kwenye klabu hiyo ya Simba Sport Club. Sasa haya ni mapigo mawili ambayo yameongozana kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi. Taarifa kuhusiana na Shomari Kapombe hivi punde tutakuletea hapa Tubone Media. Je, hali yake ni ipoje, na je atakaa nje takribani ya muda gani? Taarifa hii yote tutakuletea hapa Tubone Media, lakini pia taarifa ya Selemani Mwalimu, je itakuwaje kati ya Simba na Wydad? Taarifa zote hizi utazipata hapa Tubone Media. Hakikisha umebonyeza alama hapo chini ambayo imeandikwa subscribe, then na kubonyeza alama ya kengele ili taarifa zote kutoka kwetu uwe unazipata mubashara. Mimi ni Tubone Media na hii ni Tubone. Keep watching. Bye bye.